Hii ni taarifa inayomaanisha mwakani tena Young Africans hawapotezi kile kilicho bora, bali kwa Young Africans ni kuongeza ubora zaidi, kuhakikisha kwamba paredi msimu unaokuja lineemeke zaidi. Mitandao ya kijamii ilipatwa mtikisiko na mgagasiko, na mashabiki wa Young Africans walijisikia kughafirika mno waliposikia hii taarifa eti Simba Sports Club imeuliza uwezekano wa kumpata beki Yao Kwasi, beki ambaye alipata injury. Young Africans wakamtibia zaidi ya msimu mzima, na mara baada ya kupona akaongezwa mkataba, na msimu uliopita mchezaji huyu amecheza baadhi ya game kwa kiwango bora sana, kana kwamba hakuwahi kuumia. Mchezaji ambaye uwezo wake uwanjani umeifanya Young Africans kuwa imara, na mechi alizocheza aghalabu Young Africans wamepata ushindi uliowapeleka kushinda kombe lao la 5 back to back. Yao Kwasi amechagua kuendelea kusalia ndani ya kikosi cha Young Africans katika msimu unaokuja. Kwa mujibu wa mwandishi wa habari mchambuzi kutokea kituo cha TV3 James Tagato, anasema beki wa kulia Yao Kwasi, raia wa Ivory Coast, amesaini mkataba mpya utakaoendelea kumbakiza Young Africans kwa misimu mingine miwili. Akamalizia kwa kusema Yao Kwasi bado yuko Jangwani. Kama ulidhani ataondoka, kama ulidhani atafika hitimisho, kama ulidhani fedha ni sehemu ya kumshawishi Yao Kwasi aiache heshima, basi utakuwa umekosea. Msimu unaokuja atapatikana kwa ubora zaidi kama Mwenyezi Mungu atamwezesha kuwa bora, na kama Mwenyezi Mungu atamwepusha na majeraha. Tunatarajia kuona ule upande wa kulia akiendelea kuhudumia kwa ubora zaidi, kwani ni mabeki wachache kwenye ligi kuu Tanzania bara wenye uwezo wa kukupa nguvu ya kushambulia sawa na nguvu ya kulinda. Yao Kwasi mwakani tena.